Kwanza kabisa mimi ninapenda sana nikimuona Nandy anaimba gospel. Nimeshai kusikia nyimbo zake kama 2-3 hivi. Na watu ambacho hawakijui ni kuwa mimi ile swala nilimhusisha hadi babangu wa kiroho kuhusiana na swala la Nandy. Na Nandy tumeanza kuwasiliana toka mwaka juzi nadhani. Kwa hiyo toka mwaka juzi you can imagine toka mwaka majuzi, toka mwaka 2020 na 2023. Kwa hiyo kutoka mwaka 2023 mpaka mwaka huu wa 2025 nadhani ndo tukaja mwaka jana 2025 mwishoni ndo tukaja kurekodi hiyo audio. Kwa hiyo mchakato au kuanzia mwaka jana. Wimbo tu umetoka mwaka jana, lakini mimi hapa nimeanza kurekodi nimekuja kurekodi na Nandy, nimeanza kuwasiliana na Nandy toka mwaka 2023. Na yeye alinitafuta akiwa anatamani tufanye remix ya wimbo wa Bora Kushukuru. Kwa hiyo kwa kipindi kile ilikuwa ngumu kidogo kutokana na ratiba zangu, nadhani na ratiba zake pia. Kwa hiyo ilichukua mchakato mgumu kidogo. Kwa hiyo mwaka 2025 akanitafuta tena, akaniambia kwa sababu ya kipindi fulani ambacho tulikuwa tumekipitia hapo nyuma kama taifa, akasema anatamani atoe wimbo wa injili, wimbo wa gospel ambao utaenda kuwafariji watu. Na mimi moja kwa moja, kwa sababu maandiko yananiambia shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ndo mapenzi yake Bwana Mungu kwenu ninyi. Mimi huwa ninapenda sana kutanguliza shukrani kwenye kila jambo. Kwa hiyo hata hili jambo ambalo limetokea mwaka jana, mimi nilikuwa ninatamani nimwambie Mungu asante, kwa sababu moja kati ya watu ambao wako na uzima mpaka sasa ni pamoja na mimi. Kwa hiyo hata yeye alivyonitafuta nikasema itabidi tuandike wimbo wa shukrani, na tukaja mwaka jana nikafanikiwa kumwandikia wimbo wa shukrani, na akanitafuta mwaka huu kuniambia kuwa anatamani autoe huo wimbo. Nikatoa baraka zangu pia. Kwa hiyo ameutoa wimbo, umekuwa mkubwa. Ninazidi kumpongeza kwa jitihada zake, lakini pia ninatamani, ni shauku yangu kubwa sana kumuona Nandy akimtumikia Mungu kupitia nyimbo za injili. Hata yeye mwenyewe nilimwambia hilo. Ukija alikulipa fedha? Kuhusiana na hilo, nadhani kitu kikubwa zaidi kilikuwa ni kwanza huduma, kwa sababu mimi ninafanya huduma ya Mungu. Kwa hiyo kuhusiana na masuala sijui ya fedha na vitu vingine vyote mimi sijakiangalia sana, na kama vilikuwepo moja kati kwenye makubaliano, sio kitu kizuri sana kukitaja kwenye public. Nadhani tulichoongea mimi na yeye kinajitosheleza zaidi, na ndio maana mmeona wimbo umetoka.